kwamba sio kila mtu tutapata neema ya kupata mafunuo kama alivyopata Yohana, sio kila mtu tutapata neema ya kupata maono, lakini watu wengi Mungu anazungumza nao kwa ndoto endapo ni mtu. Na ndio maana nikwambie tu kwamba kwenye eneo la ndoto, na ndio maana asiyeamini anaota na anayeamini anaota. Kwa sababu gani? Ni mlango maalumu ambao unaleta au ni mazungumzo maalum kati ya roho ya mtu na roho ya ufalme fulani, sijui ni ufalme wa Mungu, ufalme wa shetani, sijui. Na ndio maana huo mlango, kwa sababu ni Mungu mwenyewe aliuweka, shetani akakopi, akawa anatumia namna hiyo, na yeye sasa akaenda zaidi na akagundua kwamba mwanadamu nikikamata nafsi yake atapoteza mawasiliano na Mungu. Ndio wewe utawasiliana na Mungu, roho yako itawasiliana na Mungu, lakini nafsi yako kama imekamatwa, ndio matokeo yako unaweza ukajikuta kwamba umesahau ndoto au hukumbuki ndoto au huelewi tafsiri ya ndoto, kwa sababu tafsiri halisi iko katika roho, lakini nafsi ndio iliyopewa nguvu ya kutafsiri mambo ya rohoni yatambulike katika mwili, na ya kutafsiri mambo ya mwilini yatambulike katika roho. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata tunaposoma Biblia tunagundua kwamba Mungu alizungumza na watu wa aina zote, na alipotaka kuwakilisha jambo lolote Mungu alisemesha watu wote, kwa sababu ni mlango na ni mfumo. Sasa baada ya mwanadamu kukosea, shetani akakamata nafsi. Huwa ninasema kila siku, alichokikamata shetani ni nafsi ya mwanadamu, kwa sababu matendo ya mwili yalitendeka na kisha yakasafirishwa kutoka kwenye mwili yakaingia kwenye nafsi, kwa sababu nafsi kazi yake haina kitu cha kukataa. Kinachotoka kwenye mwili kinasafirishwa kwenda rohoni, na ndio maana roho inanajisiwa, na kinachotoka kwenye roho kazi yake yeye ni kusafirisha. Ni kama daraja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hili daraja basi likikamatwa, likazofishwa, likaharibiwa, maana yake hakuna mawasiliano bayana ya roho na mwili. Yani huwezi ukapata mambo ya rohoni. Endapo utakamatwa na roho ya kuzimu, maana yake utakachokuwa unakiona katika ulimwengu wa roho au katika mambo yote, utaona matokeo yake yanatokana na ule ufalme ambao umemiliki nafsi yako. Sasa miongoni mwa njia ambayo shetani anaitumia ni nafsi, ni ndoto anazitumia. Sasa nisikilize, kuna aina ngapi ya ndoto kiBiblia kabisa? Kuna aina ngapi ya ndoto? Naomba unisikilize vizuri. Ndoto ya kwanza ni ndoto inayotokana na hatima yako, au ni ndoto ambayo roho yako inakuelewesha au inakukumbusha kwamba wewe duniani ulikuja kufanya nini. Mfano ni kile alichoota mtumishi